kwamba wajasiriamali wapi huwa wanakosea wapi wanapopanga bei zao. Hii hata mimi imenikuta. Unapanga bei kutokana na experience yako ya maisha yako, kwamba kwa sababu mimi sina milioni naogopa kuprice kitu kwa milioni, kwa sababu mimi mfukoni kwangu sijawahi kushika 500,000 naogopa kuprice kitu kwa 500,000, naogopa kwa sababu nahisi watu wengine hawana hiyo 500,000. Kwa hiyo mtu anaona baba mtazanua hii, mimi mwenyewe nisingeweza. Wewe sio mteja, yani wewe ndo mkulima. Mkulima anavyolima yeye anahangaika na jembe na mvua. Anavyoleta sokoni sisi tunauziwa kilo moja ya viazi shilingi 5,000. Unakuta mkulima yeye alitumia shilingi 1,000 kuweka mbegu na akatumia nguvu zake kulima. Sasa kwa sababu yeye alitumia 1,000 anaogopa kuja kuweka price ya mazao yake sokoni, kwa sababu mimi mbona nitumia tu 1,000 na basi niwekee watu hata 2,000 nimerudisha hela yangu. Bro, weka 5,000, acha kuweka 2,000 kwa sababu wewe hali yako halisi unayoiona. Wafanyabiashara chango wanachokosea ni kwamba ana price kutokana na hali yake ya maisha badala ya ku price kutokana na hali ya soko na ubora na value ya product inayoleta sokoni. Mimi mwanzo nilikuwa nafanya consultation bure. Baadaye nikaja kufanya consultation kwa lisali moja nilikuwa nafanya 40,000. Baadaye nikaja kusema material ninayotoa mimi siwezi kuchaji 40,000 tena. Nikafikia 150,000 kwa lisali moja. Sasa hivi ninachochaji Mungu ndo anajua. Inabidi uje umejipanga. Sikutishi lakini ndio njoo. Kwa sababu gani? Nimekuja kugundua mimi nilikuwa nachaji bure kwa sababu nilikuwa nahisi kwa sababu sina hela. Baadaye nikatoka bure hadi 40,000 kwa sababu nilikuwa ndo uwezo wangu. Baadaye nikatoka 40,000 nimefika 150,000 kwa lisali moja kwa sababu ndio niliona kwamba I'm worth it lisali moja kuchaji 150,000. Baadaye nimekaa chini nafikiria nasema kwa sababu gani? Nilikuwa naogopa kuchaji watu gharama halisi kutokana na thamani niliyokuwa nayo mwenyewe. Kwa ni issue ya mindset. Usichaji bei yako kwa sababu ya hali yako. Chaji kutokana na hali ya soko na impact inayoifanya. Yani ni impact kiasi gani hiyo biashara yako inaleta kwa mtu au mteja wako.